Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi huu wa Disemba mwaka 2025. Mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uishi mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Ninakushukuru kwa sababu ya ulinzi wako. Asante kwa sababu ya nafasi ya pekee ambayo umetupatia watoto wako wa kiume na wa kike. Neema yako yatosha. Pendo lako latubidisha. Tumekuja miguuni pako tukiwa ni wadhambi. Hatustahili hata kuliita jina lako. Tusamehe dhambi zetu. Tusafishe, tutakase. Kila mmoja wetu amekuja kwako kwa unyenyekevu, tukijisalimisha kwa mapenzi yako na kwamba wewe ukaongoze hatua zetu. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ninakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Tutapojifunza mada hii siku ya leo, malaika wako aende pamoja nasi, akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na Roho yako Mtakatifu akae nasi sasa na hata milele. Amina. Disemba 7, mada ikisema thabiti hadi mwisho. Mada hii imejengeka katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ile ya 3 aya 14. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika imani kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Akiangalia tangu zama zote hadi mwisho wa wakati, Petro alivuviwa kufafanua hali itakayokuwepo ulimwenguni kabla ya ujio wa pili wa Kristo. Katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo. Lakini wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 aya ya 3. Si wote hata hivyo watakao naswa kwenye mitego ya adui. Kadiri mwisho wa mambo yote ya dunia utakapokuwa unakaribia, kutakuwa na watu waaminifu watakao kuwa na uwezo wa kuzitambua dalili za nyakati. Bado watakuwepo masalia watakaovumilia mpaka mwisho. Petro alitunza moyoni mwake tumaini la ujio wa pili wa Kristo, na alilihakikishia kanisa utimizwaji wa hakika wa ahadi ya Mwokozi. Basi mimi nikienda kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 aya 3. Kwa wale wanaojaribiwa na kudumu kwa uaminifu, ujio huo waweza kuonekana kuchelewa sana. Lakini mtume anawahakikishia, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanakokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi, kwa kuwa vitu vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije ile siku ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hiyo
mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka? Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia, kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo. Na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa, kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine, kwa uvunjifu wao wenyewe. Basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo, jilindeni nafsi zenu, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu, mkaanguka na kuuacha uthibitifu wenu. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Petro wa pili sura ile ya 3 aya 9 hadi 18. Matendo ya Mitume ukurasa wa 206 hadi 207. Hii ni Disemba 7, mada ikisema thabiti hadi mwisho. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikia maisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani
nitajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara, nitajificha